Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhana. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nyingi sana kutuwafikisha kuweza kufika katika ile level ambayo tunayoifanya sasa hivi. Taufiki yote iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wale waliokuwa wamesogea katika umri wakivuta historia ya hili jambo lilivyoanza, wanaweza kuwafikiana nami kwamba lazima umshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwafikisha kwamba na sisi leo tunakaa tunazindua mashindano ya Qur'ani kwa vijana wanaosoma katika shule za sekondari. Hili ni jambo kubwa, ni jambo adhimu sana kabisa. Lakini shukurani zangu za pili ziwaelekee ndugu zangu wa TIPSO wakiongozwa na Sheikh Salim Baabdi na mkurugenzi wao Sheikh Faridi. Tulianza kule chini na primary na alhamdulillah matunda yake yameonekana, lakini wao wakawa ndio wakushawishi ili jambo litoke katika hatua primary liende katika sekondari. Mwenyezi Mungu atawalipa. Amen. Lakini pia shukurani zangu ziende kwa ndugu yangu Sheikh Togwa na TAHISCO kwa huu mwamko ambao waliokuja nao hivi sasa. Tunataraji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaleta tija ambayo iliyokuwa nzuri kabisa, tija ambayo iliyokuwa inaweza ikaleta mafanikio yaliyokuwa yako makubwa. Mazungumzo kuhusu umuhimu wa Qur'ani ni muhimu sana, na sasa kwetu sisi ambao tulikuwa tumepoteza historia ya mambo yetu. Qur'ani ndio inakuwa mwanzo siku zote. Qur'ani ndio mwanzo siku zote. Tukisoma katika historia, wale wasomi wa historia wale, alafu wakaiangalia historia ya kati kwa kati pale, wakati ambapo kule Europe wako katika dark ages, miaka ya kiza ile, lakini mashariki ya kati wako katika nuru ya ilmu. Ukiangalia kwa kina, sababu ya mafanikio na mfumo waliokuwa nao ilikuwa ni swala la Qur'an. Ilikuwa katika vyuo vikuu, kwanza chuo kikuu cha kwanza duniani, cha kwanza kabisa duniani. Ukiulizwa chuo kikuu cha kwanza duniani, hakikuwa Europe, hakikuwa Europe, sio Oxford wala sio yoyote. Chuo kikuu cha kwanza kabisa duniani ni Qayrawini, kile kilichokuwa Morocco pale Fas, na vingine vingi ambavyo vilivyokuwepo katika ulimwengu wa Kiislamu. Historia inaonyesha mtoto kabla hajaingia chuo kikuu, historia inasema kulikuwa na kitu kinaitwa, mtu anaitwa muaddibu, mtu mwenye kufundisha adabu. Hiyo ndio nasari ilikuwa ya wakati huo. Wazazi wanawapeleka watoto wao kwa muaddibu, na muaddibu kazi yake kumfundisha adabu, lakini adabu yenyewe ilikuwa na nini? Anahifadhishwa mtoto Qur'ani, anafundishwa, anahifadhishwa mutuni zile nyepesi za kuanzia katika vitabu vile vya umuhimu, anafundishwa swala na mambo ya msingi yote ya mwanzo katika Uislamu. Akiwiva sasa ndio anachukuliwa, anapelekwa katika vyuo maalum. Wakati huo vilikuwa ni misikitini. Historia inaonyesha kulikuwa na misikiti ile ya Ijumaa mikubwa katika ulimwengu yote, ilibadilika, ilikuwa vyuo vikuu. Azhari ulikuwa ni msikiti wa Ijumaa, ukabadilika mpaka leo hii chuo kikuu cha Azhar. Hiyo Qayrawini ilikuwa msikiti wa Ijumaa, ukabadilika mpaka leo hii chuo kikuu. Spain
Historia inasema Waislamu walikaa karne 8 kule. Kulikuwa na chuo kinaitwa Kordoba, mpaka leo kipo, majengo yapo, na ukiangalia unaweza kutoka na machozi. Ulikuwa ni msikiti tu, lakini baadaye kikabadilika ikawa chuo kikuu. Ukija Baghdadi kuna Jamiatul Baghdadi ambayo mpaka leo hii ilikuwa ni msikiti na ukaja kuwa chuo kikuu. Ukenda Tunis kuna Zaituni, ulikuwa msikiti na ukaja kuwa chuo kikuu. Historia hii ukiangalia kwa makini unaona Waislamu walitokea wapi, na mwanzo wao ilikuwa ni Qur'ani tukufu. Tumepoteza ile. Sasa tukiona mambo kama haya na harakati kama hizi, tunarudisha elimu katika Qur'ani, basi ni jambo ya msingi sana. Japokuwa wale wenzetu walianza, na sisi ndio tunaanza. TIPSO ndio wanaanza, TAHISCO ndio wanaanza sasa hivi, lakini TIPSO walianza. Ni jambo ya msingi kabisa jamani, wenye mashule. Bila ya Qur'ani hakuna shule. Hizi shule za Kiislamu lazima ziweke msingi katika Qur'ani, na tukisema Qur'ani na vile vinavyoambatana na Qur'ani, sunna, hadithi za Mtume, lazima zifanywe kazi katika mwendo huu. Wakati ule Uislamu, wakati uko katika piki, uko juu kabisa, ilikuwa ni kwa sababu ya Qur'ani. Na ukiangalia wale wanataaluma ambao waliobobea katika fani leo tunaziita za kidunia, utaambiwa walihifadhi Qur'ani wakiwa wako wadogo. Wako wengi sana, kina Al-Farabi, kina Ibn Haytham, kina Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, mwamba wa elimu ya algebra. Na neno mpaka leo liko vile vile. Algebra ni neno la Kiarabu. Algebra, hesabu za algebra ni neno la Kiarabu na liko vile vile, na waanzilishi walikuwa na Waislamu. Hesabu za muthallathati zote hizi zilikuwa zinafundishwa msikitini. Sio hizo tu, ukija katika tiba, kina Ibn Sina, kina Ibn Nafis. Nampenda sana huyu bwana Ibn Nafis, muktashifu dauratu damawiyya sughra. Huyu bwana huyu alihifadhi Qur'ani akiwa na umri wa miaka 8. Akasoma elimu ya tafsiri kwa nguvu zake zote, akabobea, akawa ni shekhe katika madhhabi ya Imamu Shafi'i. Lakini baadaye akaondoka, akajikita katika tiba, Bibaristan wakati huo akiita wenyewe. Akasoma tiba vizuri sana kwa shekhe wake, akaingia katika utafiti na nini. Yeye ndio alikuja na fikra, mpaka kaja akasema, jamani, dauratu damawiyya, mzunguko wake na taratibu zake zote, katika taratibu hizi za leo zinazoeleweka, chemba ya kulia na kushoto, namna gani damu inaingia, namna gani damu inachukua oxygen, namna gani damu inazunguka, namna gani, taratibu zile zote alizieleza Ibn Nafis kwa utaratibu mzuri tu. Lakini alifanyaje? Alihifadhi Qur'ani akiwa na umri mdogo. Kuna Al-Idrisi, mtaalamu wa jiografia. Huyu ni miongoni mwa walimu waliofundisha katika chuo cha Kairawin. Al-Idrisi amehifadhi Qur'ani akiwa yuko mdogo. Jamani, wanawachuoni wanasema lan yasluhu akhira hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Hatuwezi tukawa sawa sawa sisi katika zama zetu hizi ila kwa kufuata yale ambayo waliokuwa wameyafanya waliotutangulia, na hakuna njia ya kwanza isipokuwa hii ni Qur'ani. Kuna wenzetu wengine wanatulaumu, jamani, nyinyi mbona mnahifadhisha watoto Qur'ani? Qur'ani vivi bila maana, maneno mengi yanasemwa, lakini katika mambo lazima kuwe na mambo. Huwezi ukamhifadhisha mtoto Qur'ani na wakati huo mdogo unamfundisha na tafsiri, haiwezekani. Watu wananyweshwa kwanza Qur'ani, alafu baadaye mnakuja mnatoa tafsiri, mnawapa tafsiri, watu wanakuwa wanaendelea katika mwelekeo ambao uliokuwa unahitajika, mwelekeo ambao ulikuwa uko mzuri kabisa. Kwa hiyo tuifundishe Qur'ani, tuihifadhishe Qur'ani kama kweli tunataka na sisi turudi katika zama za utukufu, zama ambazo Uislamu ulikuwa umetawala katika ulimwengu huu, katika fani zote. Fani zote tunasema zilikuwa ziko kwa Waislamu, na wale mustashrikuna, wale wanaosoma Uislamu kwa ajili labda ya kufanya uharibifu wa upoteze Uislamu, wale wa kweli wanasema kwamba Uislamu umefanya kazi kubwa sana katika jambo hili.
Kwa hiyo umuhimu wa Qur'ani ni umuhimu mkubwa kabisa. Wamesema mpaka wanawazuoni, kuna tabi'i mmoja anaitwa Abdul Malik ibn Umairi anasema abqa nasu uqulan qura'ul Qur'ani. Abqa nasu uqulan qura'ul Qur'ani. Anasema utabi'i, wale watu ambao waliokuwa na akili zinazobakia sana ni wale waliokuwa wameweka vizuri Qur'ani ndani. Mwingine anasema qura'ul Qur'ani, waliokuwa wamehifadhi Qur'ani, anasema muti'a biaqlihi wa in balagha 100. Aliyehifadhi Qur'ani vizuri kabisa, akili yake inakuwa na nuru, inakuwa nzuri hata akifika umri wa miaka 100. Na haya yameonekana, si kwamba hayapo. Haya yameonekana ulimwengu huu na watu wameyaona. Sasa mwingine anakuja kusema anka nasu uqulan hamalatul Qur'an au qurra'ul Qur'an, wale wenye akili zilizokuwa safi, zisizokuwa na chenga, akili nzuri kabisa, ni hawa wenye kuhifadhi Qur'an. Na sisi tumeyaona katika tajriba yetu hii ndogo tu tulioifanya. Mtoto aliyehifadhi Qur'ani siku zote unamkuta yuko tofauti na watoto wengine, wala si ajabu kabisa. Sisi pale Ibn Jazari sio mara moja au mara mbili mtu anatoka na division 1 na amehifadhi juzuu 30. Ana juzuu 30 na anatoka na division 1 tena ya science. Kwa hiyo mambo yanawezekana. Kwa hiyo mimi nitie himma na tuhamasishane katika swala hili, tuienzi Qur'ani, tuihamasishe Qur'ani, tuihifadhi Qur'ani, tuipendezeshe Qur'ani kwa watoto wetu, ili tuweze kutengeneza jamii ambayo iliyokuwa iko nzuri kabisa. Nadhani wote tunakubaliana kwamba Qur'ani ndiyo tabia njema ziko pale. Mwenyezi Mungu kamsifu mtume wake, wa innaka la ala khuluqin adhim. Tabia nzuri zote ziko kwa mtume, na mtume ndio aliotuletea Qur'ani. Kwa hiyo tukiishika vizuri Qur'ani, maadili yatakuwa mazuri. Tunaona namna gani tuna changamoto sana katika zama zetu hizi, changamoto za mitandao, changamoto za maagenti wa kuharibu tabia wako wengi, na mashirika mengi yanasimama katika kuharibu tabia. Sisi silaha yetu iwe ni Qur'ani. Tuwasomeshe watoto Qur'ani, sio kuwasomesha Qur'ani kusoma kama kasuku, anahifadhishwa ana nini, alafu anapewa na maana, anapewa na muradi ule ukuwepo katika Qur'ani, ili mtoto atoke aende akaishi katika maisha ambayo yaliokuwa yako mazuri, maisha ambayo yataonyesha Waislamu wako vipi na wanakwenda vipi. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mwisho kabisa niseme Qur'ani ndio kila kitu. Anayetaka dunia ni Qur'ani, ni Qur'ani. Nimekuonyesheni mifano michache tu hapa ya wanawazuoni ambao waliobobea katika fani za kidunia, lakini asili yao ilikuwa ni mambo ya Qur'ani huko. Na wanatambulika. Ibn Rushdi. Mimi na shule yangu moja inaitwa Ibn Rushdi. Huyu bwana nilimpenda kutokana na msimamo wake wa kielimu. Huyu ni shekhe. Kitabu chake kinaitwa Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid katika fiqhul muqarana. Kinasomeshwa pale Madinatul Munawwara. Lakini ukenda katika huko hizo fani zao ni bingwa katika falsafa. Lakini utomkuta kwa jina la Ibn Rushd. Utakwambia Evarush. Wanakwambia Evarush. Wamemtohoa kidogo. Ibn Rushd huyo. Sasa soma sera yake utaambiwa vipi? Kahifadhi Qur'ani akiwa yuko mtoto mdogo. Kwa hiyo aliyekuwa amehifadhi Qur'ani akili yake inakuwa iko nzuri sana. Tuwasomeshe watoto wetu Qur'ani, tuwafundishe maadili mazuri yaliokuwa katika Qur'ani, kama alivyotuambia mama Aisha. Tabia za mtume zilikuwa ni nini? Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Tabia zake zilikuwa ni Qur'an. Kwa hiyo na sisi tukitaka vitu vilivyokuwa vizuri na maisha yaliyokuwa mazuri, tabia za watoto wetu ziwe ni Qur'an. Akianza mtoto anahifadhishwa
lakini kila siku wanapewa vile vilivyokuwa vya msingi ili tuweze kufika katika hatua ambayo ilikuwa iko nzuri kabisa. Kwa kweli naliombea Mungu jambo hili, Mwenyezi Mungu alifanikishe. Amen. Na tukitoka hapa, yameanza mashindano ya vyuo yameanza, lakini tukifika katika vyuo viwe vizuri zaidi kabisa na tuweze kufanikiwa katika kiwango ambacho kilichokuwa kiko kikubwa zaidi, ili Uislamu wetu uweze kustawi, maadili mema yaweze kupatikana, uadilifu uweze kutawala. Hata serikali si mnaisikia nalalamika maadili, jamani maadili. Tukisimama hapo sisi tutakuwa ni waalimu wa maadili. Tukisimama katika Qur'ani tutakuwa sisi ndio waalimu wa maadili. Na msishangae, na sasa hivi ipo watu wasiokuwa na dini nyingine lakini wanakimbia. Nenda mumu pale utawakuta watu vijana mabinti wa chungu nzima si Waislamu, lakini wamefuata maadili mema ambayo yanayopatikana katika vituo vya Kiislamu. Hii ni fursa yetu ya kurudia kule tulikotoka ili tujenge utukufu wetu, tujenge Uislamu wetu, tujenge maadili yetu. Hadha wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.